Sio vizuri kushuhudia watu wakiwa hawapo duniani. Wewe ni mtu mwema sana mwenyekiti. Sisi wa Katoliki tunasema unafanana makatekista wale wa zamani. Lakini pia una sifa zote za wanafunzi wanaosoma seminari. Unajua sifa za watu wanaosoma seminari zinafanana. Iwe seminari ya Katoliki, iwe seminari ya Kiluteri, iwe seminari ya Muslim seminary. Ndio maana mtamuona hata huyu Malikia wa mkoa, yeye mwenyewe pia alisoma seminari ya Luteri ya Morogoro. Kwa hiyo utamuona pia harmonies yake na muonekano kama mwenyekiti. Mwenyekiti nitazungumza tu kama Roho Mtakatifu. Kwa hiyo cha muhimu ni yale ambayo tutazungumza. La kwanza ni kuwashukuru baraza la madiwani la Njombe DC. Mmefanya kazi kubwa sana. Jana nilikuwa Wanging'ombe na Njombe Town Council. Nikawaambia madiwani, tembeeni kifua mbele. Mimi nikiangalia miaka 5 ambao Mama Samia amefanya kazi na wananchi wa Tanzania, namna ambavyo amegusa sekta zote za kijamii na sekta za kimaendeleo, diwani unapata hofu gani kwenda kwenye uchaguzi kwa mfano? Labda wewe mwenyewe ushindwe kujisemea. Lakini kwa miaka 5 ukikumbuka siku ile wananchi walipopanga foleni kukuchagua kwa diwani, kuna mambo ulikuwa unaahidi hata una uhakika nayo, lakini from nowhere yametokea. Kwa sababu wakati unaahidi kwamba tutaimarisha elimu, hatukujua kwamba tutakuja kujenga vyumba 15,000 vya madarasa nchi nzima kwa wakati mmoja. Zikaja bilioni 300, madarasa nchi nzima yakajengwa. Tukajikuta tumekuwa na shule hata kwenye maeneo ambayo tukupanga. Ulipoahidi kwenye sekta ya afya, unapojipima 2020 kwenye uchaguzi na unapojipima 2025 kwenye uchaguzi, mambo yanayohusu afya pale kwenye eneo lako, una vitu ya kusema. Kwenye mafanikio haya ambayo nimeona kwenye miaka 5, ningekuwa ni mtu wa kuchaguliwa ni diwani, unanitoaje sasa? Yaani unanitoaje? Kwa sababu kazi kubwa, na narudia kusema, mimi nimekuwa mkuu wa wilaya mwaka 2012. Madiwani wenzenu, nani alikuwa diwani mwaka 2012 hapa? Aliyekuwa diwani 2012. Labda hapa. Wewe ulikuwa diwani? Mwaka 2012 ninyi mlikuwa mkitaka kujenga madarasa mnafanya kuuza mazao, si ndio? Watu wanauza mifugo. Vikao vya wazaliwa kujenga darasa nyumbani na penyewe ni hoja. Watoto wanafaulu form 1, wanaenda form 1 mwezi wa kwanza, wanaenda form 1 chaguo la pili mwezi wa 3, form 1 chaguo la 3 mwezi wa 4 wakati wa Pasaka. Tunachangisha watu wakiuza mazao yao wachangie ujenzi wa madarasa. Leo tunashuhudia miundombinu ya elimu inajengwa bila mtu kuchangia. Inajengwa bila mtu kuchangia. Yaani sisi kazi ni kuambia mafundi jitokezeni mjenge vizuri madarasa. Unashindwaje? Unapata hofu gani kwenda kwenye uchaguzi? Unagombanaje na mgombea? Mwambie njoo twende kwenye hoja. Sasa yale mambo mengine ya kiufundi yale ya chai ya asubuhi na nini, hayo ya kwenu. Lakini kwa maana ya maendeleo hamna. Kwa mimi mwenyekiti nasema, tembeeni kifua mbele madiwani. Mmefanya, yamefanyika kwenye wakati wako. Msiposema, kwa sababu wenzenu wanasema tu, anasema amejenga madarasa. Kwani ni yeye? Madarasa amejenga Mheshimiwa Rais. Ni kweli kwenye wakati wa nani? Waliopo au wanayekuja? Wewe uliopo. Ni lazima ujifungamanishe na maendeleo ya eneo lako. Miaka 5 ya Mama Samia, kitongoji chako, kijiji chako, kweli akijaguswa kwenye elimu ya msingi wala sekondari, akijaguswa kwenye maji, akijaguswa kwenye afya, akijaguswa TARURA, akijaguswa RUWASA,
hakijaguswa REA, hakijaguswa mbolea ruzuku, hicho ni kijiji kiko Tanzania? Haiwezekani. Yaani wewe kama kura za maoni mtakuwa mnaenda kuomba kwenye matawi yenu, ukifika unasema tawi hili, ninyi hapa mlikuwa na madarasa mawili, leo yako manne. Yametoka mbinguni ndio kupitia mimi. Sio, mnanielewa? Kwa nawaambia waheshimiwa madiwani, mimi nitasikitika sana diwani ashinde uchaguzi, kura za maoni za ndani ya chama chako. Jamani, sasa tutakuwa tunafanyaje? Kwa mimi ninachosema kwa ujasiri kabisa, ninaamini kwamba nitawaona mwezi Novemba. Sura hizi madam pale, kweli Novemba hata kuona. Utaniona mheshimiwa. Kabisa. Sasa mengine ya Mungu, nimewaambia wenzenu huko, gombeni udiwani. Wajua tuna shida pia. Mwingine anagombea wenyekiti wa halmashauri, mwingine anagombea umakamu. Vyeo hivi ni Mungu. Wewe gombea udiwani wako. Kuna halmashauri zingine huko wanawekeana wagombea ili wenye viti waanguke, na diwani fulani anatajwa kama atakuja gombea wenyekiti aanguke. Kwa fitina na majungu huko wanamsupport. Wanapeleka wagombea na hela kumwezesha. Mambo ya kienyeji au tuachane nayo. Wewe gombea udiwani. Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Wewe gombea udiwani wako. Haya mengine yatakuja baadaye. Lakini mwenyekiti, uongozi una sifa nyingi. Kiongozi lazima awe mtu anayeunganisha watu. Wewe umewaunganisha watu wako. Kiongozi lazima awe mshirikishaji. Umewashirikisha watu wako. Umewapigania hawa madiwani hawa. Wakuseme tu kisogoni ukiwa haupo, lakini umekuwa ni mstari wa mbele kuwapigania na kuwasemea. Sijui mnanielewa? Ni lazima haya mambo myazungumze. Yule aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kanseli yuko wapi? Hata wakati wa jambo lako, wakati wa mabadiliko, ilimpa tabu sana huyu. Sio kwamba akuwa na shida na anayekuja, lakini kibinadamu kwamba hawa tumefanya nao kazi, isije katafsirika mimi nimemkataa mwenzangu. Tukamwambia ni vikao. Unamuona mtu anaumia, sio kwa sababu kwamba hataki anayekuja, ni ile tu upendo kwamba hawa tumekaa pamoja. Kesho sio kutengeneza maneno kwamba mwenyekiti pengine kunitaka. Sio, mnanielewa? Tuna watu katika mazingira haya anasherekea. Kwa mwenyekiti, Mungu akubariki sana. Wewe ni mtu mwema sana. Mtu mwema sana. Makamu mwenyekiti ni mtu mwema. Mnafanya kazi kwa kupendana, kwa upendo. Na pendaneni. Hizi ni kazi tu za wanadamu, zinapita. Kwa ni kushukuru. Kwa hiyo hayo yote kwa kuyasema, naipongeza sana CMT. Mmefanya kazi nzuri, ushirikiano mkubwa sana na wenzenu. Na madiwani naamini kwamba wanapoenda kwenye uchaguzi, hakuna mtumishi wa halmashauri anayefurahia diwani fulani aanguke. Kwani yupo? Maana pia tunakuwa na watu waovyo. Unakuwa na watumishi anafurahia mwenzake ashinde uchaguzi. Lakini nachoamini kwamba tunaenda kwenye uchaguzi mkiwa wamoja. Kuna maeneo baraza ya madiwani kuazimia watumishi tu, lakini hatukuliona hapa. Mmefanya kazi kwa upendo, kwa ushirikiano mzuri. Na mimi mwenyewe nawaombea kwa Mungu muweze kufanya vizuri na CMT kwenye wakati huu ambao baraza la madiwani alipo. Fanyeni kazi kwa kuzingatia nidhamu ya kazi, ufanisi. Isije kama baraza la madiwani limevunjwa sanga, yakaanza kufanyika mambo ya ovyo. Siku baraza linarudi mwezi wa 12 mnaanza na kesi. Haya mambo ya ovyo tunayazungumza kule kwenye vijiji. Jamani, serikali za vijiji zimevunjwa. Tunaomba sasa watendaji mfanye, lakini huku tunazungumza na watu ambao ni watu wa elite. Kwa mfanye vizuri. Sasa yako mapendekezo na maelekezo baada ya kujadiliwa kwa taarifa ya CAG. Moja, halmashauri inatakiwa kusimamia yafuatayo kamilifu ili hoja za ukaguzi zisijitokeze na kuimarisha utendaji ili kutoa huduma bora kwa jamii. Na kabla sijazungumzia haya machache, naomba kwa niaba ya wenzangu timu ya mkoa rasi huko hapa, niwapongeze sana halmashauri ya wilaya ya Njombe DC
kwa kuweza kupata hati safi ya ukaguzi wa hesabu za serikali. Mmepata hati safi kwenye ukaguzi wa hesabu za serikali, lakini mmekuwa halmashauri safi Tanzania kwenye usafi wa mazingira. Halmashauri safi ambayo inaongoza kwa wananchi wake kuwa na vyoo bora na vya kisasa. Ingekuwa ni aibu mpate hati ya usafi wa mazingira alafu mpate hati chafu ya ukaguzi wa hesabu. Kwa kweli nawapongeza sana. Lakini hata hoja za ukaguzi ni za kawaida, sio hoja ambazo zinaaibisha halmashauri. Nawapongeza sana. Halmashauri inatakiwa kusimamia mambo yafuatayo kwa uchache ili baadhi ya hoja zisijirudie. Moja ni kuendelea kusimamia kwa weledi mkubwa na kwa uadilifu ukusanyaji wa mapato ya halmashauri kupitia mifumo iliyopo, hususan mfumo wa tausi, na kuendelea kutenga fedha za miradi kutoka mapato ya ndani. Katibu tawala wa mkoa mara kadhaa amezungumza halmashauri ziepuke kuwa na makusanyo ya pesa mbichi zinawaingiza watumishi kwenye vishawishi. Na kwa kuwa serikali tumekuwa na mifumo ya ukusanyaji, ni vizuri sana tusimamie swala la ukusanyaji wa mapato ya serikali kupitia mifumo rasmi. Mbili, kusimamia rasilimali ardhi kwa kutumia sheria ili kuepusha migogoro na kesi dhidi ya halmashauri, pamoja na kupanga na kupima ardhi hasa maeneo ya taasisi, shule, zahanati, vituo vya afya, hospitali na ofisi. Mkuu wa wilaya yuko hapa na mkurugenzi. Tunachukua shilingi 500 tunaenda kujenga shule mpya. Tunajenga kituo kipya cha afya. Ule tayari ni mji mpya kwenye eneo. Tupime ili watu wawe na mpangilio mzuri wa ujenzi wa nyumba zao, makanisa, misikiti, maeneo yao ya biashara. Milioni 500 ya kituo cha afya inasisimua kijiji. Kijiji kina umeme, kina mtandao wa simu. Tukipapima vizuri tunatengeneza mji mpya. Na ndio maana nilipokuja hapa niwaambie eneo lenu hili lipimeni. Mnataka majirani wa aina gani? Kwa sababu mtakuja kujikuta pembeni yao ukuta hapo kuna baa. Mko ndani ya baraza la madiwani hapo baa hapo. Yaani nyewe mnafanya huko baraza la madiwani hapa na tuko Shamkwale ya mapesa mbongo hapo hapo. Huko mnaanza sasa tusikize Shamkwale au mwenyekiti. Sasa ni vizuri sana haya mambo. Tupima haya maeneo. Taswira gani mngehitaji? Kwa maelekezo yangu, maeneo yote ambayo tunapeleka pesa za miradi, milioni 500 kujenga kituo cha afya, huo ni mji. Kujenga shule, huo ni mji. Tukiyapima yale maeneo, watu wa Njombe nimeshawaambia warudi nyumbani kwao wajenge. Wanaambia mkuu wa mkoa viwanja viko wapi? Pimeni maeneo. Naweka mpangilio mzuri, watu wanajenga. Lakini kusimamia urejeshaji wa mikopo iliyotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu kwa kutumia mfumo wa 10% Loan Management Information System. Nilikuja hapa kabidhi bilioni 1. Ni lazima kuwe na kamati ambayo itakisha ile bilioni 1 tuliyokabidhi hapa inarudi ili watu wengine waweze kupewa. Kwa hiyo ni vizuri kuwe na kamati, na kwenye taarifa quarterly, kwenye kila robo ya mwaka mnafanya taarifa, na taarifa ya marejesho ya mikopo ya 10% isomwe. Na tuanze kuweka utaratibu wa kuonana na hivyo vikundi ambavyo tumevipatia. Na hata mnaamua kwenye uwanja mkubwa kama kwamba kila robo ya mwaka tutafanya maonyesho ya 10%, watu wote wapewa vikundi wanakuja hapa kuonyesha kazi zao. Swala ubunifu tu. Kwa sababu kuna mwingine anasema tumempa milioni 50, hayupo, alishapotea. Kusimamia kwa weledi taratibu za manunuzi na kutumia mfumo mpya wa NeST na kuandaa mpango kazi wa mfumo wa PEPMIS kwa ajili ya mwaka 2025-26. Ni lazima taratibu za manunuzi zifuatwe. Serikali imejenga uwezo mkubwa sana kwa maafisa manunuzi. Ni vizuri impact ya yale mafunzo ije kwenye utekelezaji.
Kufanya maandalizi ya mapema ya ratiba ya ufungaji wa hesabu ili kuendelea kupata hati safi kwenye hesabu kuu za halmashauri, mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tumepata hati safi. Sasa tushikilie hapo hapo. Sio tena mwakani ya mashaka tunaanza utetezi. Tushikilie hapo hapo. Tufanye maandalizi yetu mapema. Tuweze kujenga uwezo wa watu wetu ili mwisho wa siku hati safi liwe jambo la kawaida kwenye halmashauri. Sio mwakani hati chafu. Kuendelea kusimamia utekelezaji wa hoja zote ambazo hazijafungwa za mwaka wa fedha 2025, 23-24 na za miaka ya nyuma, kwa kuwa utekelezaji wa hoja ni moja ya kigezo cha kupima utendaji wetu. Halmashauri zinasisitizwa kusimamia kwa karibu utekelezaji wa ushauri wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Tumekuwa na hoja za miaka ya nyuma. Mkurugenzi na timu yako tusimamie hoja zifungwe na kuangalia kwamba baadhi ya hoja zisijirudie. Kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya kulipa madeni ya halmashauri yakiwemo ya watumishi na wazabuni na kutozalisha madeni mapya yasiyo na ya lazima. Jamani, mtumishi wa serikali mko hapa kwenye kiti. Mimi pale ofisini kwangu napata kesi. Halmashauri imemwahidi mtumishi tutakulipa. Mtumishi kafa. Watoto wanakuja kudai madeni ya baba yao kwenye halmashauri. Madeni ya uhamisho. Madeni sijui alienda kwenye kazi gani huko. Yeye ameorodhesha kwenye dare. Amefariki, anakuja mke wa marehemu. Mzee alikuwa na idadi ya halmashauri shilingi 400,000. Unaona hadi aibu. Vitu vitu kwenye maofisi tuvifanye. Nimeenda halmashauri ya wenzenu huko. Watumishi, sisi halmashauri inapata mgogoro na PSSF. Halmashauri inapata mgogoro na PSSF mara ambako wewe unatunza kiinua mgongo chako. Na unakuwa ni mzito kupeleka hela PSSF mpaka mshtakiane, mwende kuzungumza, sijui ilipa hela gani. Then wewe ni mtumishi wa aina gani? Unadhani unawakomoa hao nao staafu leo? Wewe ni mstaafu wa kesho. Nilishawaambia. Maandiko, wale wa Kristo mnasoma Biblia, mwanadamu kumbuka wewe umavumbi na mavumbini utarudi. Ninyi watumishi wenzangu, kila mwaka tuna likizo na kukumbusha wewe ni mwananchi wa kawaida. Una miaka 60 ya kufanya kazi ya serikali. Kumbuka utarudi mtaani kwa mwananchi wa kawaida. Kama unavyoona watu wanakuja pale kusota kufuatilia hela zao ambazo umeshindwa kuwalipa ukiwa kwenye kiti, next ni wewe. Sasa sisi watumishi wa serikali tunaanza kuhangaika na PSSF. PSSF mara ambako unatunza hela yako. Unataka wewe nani? Unataka umwanze kumlipa nani sasa? Itafika zamu yako. Ikifika zamu yako anambia halmashauri yako ilikuwa ileti hela. Wewe uko unalipa principal tu. Sasa hili jambo ni vizuri tuliangalie. Na sanga mambo usimamie. Alafu kuendelea kutenga fedha madeni ya watumishi. Nyie watumishi kila siku unaamba. Unakeli deni. Sasa tukikuhamishia kutoka hapa Njombe DC kwenda Tanganyika, utakuja kudai kudeni. Na mnafanya nini wenyewe ofisini? Hebu mwenyekiti. Kuna diwani anadai hapa? Hamna deni. Kwa hiyo tunamaliza tarehe 20 salama. Madiwani, mnadai? Hamna deni. Hiyo nzuri. Kama sanga hilo umemaliza sawa. Udedi huko vizuri. Kwa hiyo watumishi tusikeli madeni. Lakini wasabuni, watu wanaotoa huduma kwenye halmashauri ni Watanzania wenzetu wenye mtaji mdogo sana. Anajiokoteza huko shilingi 2-3 anaweka kwa nyumba kake dhamana. Anapata kama mkopo benki, anapata kazi yako halmashauri. Mlipe kwa wakati afanye marejesho. Tutajengaje uwezo wa watu wetu kufanya kazi za kusupply kama hatuwalipi kwa wakati? Baada ya hapo tunaenda kuwatangaza na kuwasema vibaya kwenye vyombo vya habari. Watanzania waambiliki, ukiwapa kazi wanashindwa, lakini hatuwalipi. Sanga, tuweke utaratibu. Wewe kwani ufanye biashara? Kama ufanye biashara usitakuwa na tatizo. Maana kama ufanye biashara itabidi uishi kwa rushwa. Kwa sababu una mkopo, unaweza kuchukua sasa kaenda benki ukachukua mkopo kufanya biashara. Tuwalipe watu
wazabuni wetu wanapofanya kazi tuwalipe, ili waweze kufanya marejesho na kesho waweze kuwa na nguvu. Hao wa China wazungu mnaoona wanakuja hapa, tunawalipa. Mbona wengine tumeshindwa kuwalipa, wameshindwa kujenga hizo barabara? Wamesema hatuna hela. Sasa kama tunakuwa ni wanyenyekevu kuwalipa wenzetu wa nje, tuwalipe wenzetu wa ndani. Tusiishie tu kuangonga maneno na kuwadhalilisha na kuwadharau. Watanzania hawawezi kufanya, ukiwapa kazi wamalizi. Umemlipa 5% atamaliza kazi saa ngapi? Saa ngapi? Na nishawaambia hapa wakurugenzi na mheshimiwa DC huko hapa, halmashauri zako 3. Ninyi mkipata hela kwenye halmashauri, sio ninyi hapa, mkipata hela kwenye halmashauri amlipe wazabuni. Mkiona mna jambo labda mna mwenge, mnapekea wazabuni wawachangie. Mkipata kazi ya kulipa keshi, mnatafuta rafiki mpya, mnampa. Mkipata kazi ambayo ina keshi, mna pressure kujenga darasa, mnaenda kukopa. Siku mkipata hela moja kwa moja, yule mnaenda kumkopa, hamwendi kununua kwake. Na binadamu tulivyo. Sasa mtajengaje watu? Kwa halmashauri lazima tuweke kipaumbele, na matokeo yake ndio haya sasa. Mimi najua kabisa tuna watumishi wamehama jengo hili, wamehama. Wamehamia halmashauri zingine, wana madeni. Na walikuwa wanajifanya hivi. Hawalipi, hawafati, kwa sababu mzabuni tutakulipa tu bwana. Tena wengine maana wanasema kukopa harusi, kulipa matanga. Siku ya kukopa sasa, kwa sababu unajua mkuu wa mkoa atakuja, darasa lijamalizika, mfumo sio umefanyaje, mnaenda anaenda mkurugenzi mwenyewe na mkuu wake ya idara. Bwana, tunaomba tukopeshe nondo, tukopeshe sementi na nini na nini. Mpole kabisa. Sasa akija kudaiwa, yule mkopeshaji aliyowapa nyenye nondo na saruji anakutana na PS. Mkurugenzi hayupo. Mbona nimeona gari, nimesha kwambia hayupo, kwani usikii? Mambo gani haya? Ndio hiyo tafsiri ya kukopa harusi, kulipa matanga. Ningetamani kuona, na rasi nadhani hili jambo tusaidiane. Kwa miradi viporo isitukwaze. Isiwakwaze kabisa. Hizi shule za kata mnazoziona ninyi hapa, kaangalie michango ya wabunge mwaka 97, 98 mpaka 2004. Shule za kata ambazo sisi tunajenga, Kilimanjaro alikuwa ameshaanza kujenga shule. Tulifika mahara kule Moshi, watu wanasema watoto wa kule kuvuka barabara ni riski. Ijengo shule kule, ndio maana kuna vijiji na shule 2. Sisi huko sasa tumekalili kata inategemea na mtaa. Kuna maeneo Tanzania, kata yako wewe ni tarafa ya mwenzako. Kuna mtu kata yako wewe ni kijiji, kitongoji chako ni kata ya mwenzako. Kwa hiyo ukiona mtu ameibua, tutafika mahara tu. Hii habari ya mtu kutembea kilomita 5 kwenda shule itakuja kuisha. Kwa miradi viporo msione ni kero. Yani wananchi wanajitokeza wao wenyewe. Tuwaunge mkono, tuimalize. Kuendelea kusimamia matumizi ya rasilimali fedha ambazo zinakusanywa kutoka kwa wananchi wetu, wadau wa maendeleo na zinatolewa na serikali kuu. Mwenyekiti, kuna halmashauri moja kule walikuwa wanasema wanakusanya bilioni 2. Alafu siku wameenda kufanya, DC akaunda timu na mkurugenzi, wakakuta wameiba milioni 500. Kwa hiyo wake hii halmashauri walikuwa kusanya bilioni 2 na milioni 500. Hapa tujasikia hayo. Simamieni vizuri uadilifu. Uadilifu, simamieni watumishi wa umma vizuri, waweze kufanya kazi na makusanyo yaweze kuwa mazuri, na kuwe na hela ya mapato ya ndani ambayo inaonyesha kwamba kuna miradi imefanyika kwa sababu hiyo. Kuendelea kusimamia ufundishaji wa shule zetu ili kuongeza ufaulu wa wanafunzi kwenye mitihani yao ya shule za msingi na sekondari. Nishawaambia mimi, ukiniambia kuongea asubuhi mpaka asubuhi ni elimu. Ndo kitu pekee ninachoweza kuongea kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba. Masaa 24. Mnataka kushindana watu wa Njombe DC, tujenge mashule, tusomeshe watoto. Na muambie wananchi, somesheni watoto. Somesheni watoto. Somesheni watoto. Watoto wasomeshwe. Watoto walelewe. Jengeni watoto kwenye maadili. Awe wa kike, awe wa kiume. Jina lako litaishi. Unaweza kusema mimi na watoto wa kike tu.
nikizaa mtoto wa kiume, nikizaa mtoto wa kike sijui jina linafanya linaenda. Unaweza ukazaa mtoto wa kiume Taira pia likaenda. Ndiyo. Inategemeana. Wewe unamuona mtu anaitwa Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Wewe umemfahamuje mzee Mwansasu? Si kwa sababu mtoto wake ni speaker. Profesa Joyce Lazaro Ndalichako. Wewe umemfahamuje mzee Ndalichako? Kwa sababu mtoto wake ni profesa. Sio, mnanielewa? Mtu anaitwa Pindi Hazara Chana. Kwani Chana ni mama Pindi? Ni baba yake. Dr. Samia Suluhu Hassan. Wewe unajifunza nini? Ni baba yake. Yule ni mtoto wa mzee nani? Sio, mnanielewa? Unajifunza nini? Wewe unaanza kusomesha mtoto wako wa kike, unapiga porojo. Na wakati wanaona watoto wa wenzako ambao ni watoto wa kike, wamebrandi majina ya wazazi wao. Sasa weka, maki wakia tunauliza watu. Hivi unaposema usisomeshe mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni kale katoto kadogo ka kike au kapi? Labda kile kitoto kidogo. Mtoto wa kike kinachoamua jinsia. Wewe Jenista Mhagama kaka kaanza kumwambia Jenista, hapa nyumbani una shamba. Wewe ni mtoto wa kike, huwezi kurithi mali ya mzee Mhagama hapa. Nani anaweza kuthubutu kumwambia? Yaani wewe umekaa tu Dar es Salaam. Unamwambia Judika, katibu tawala wa mkoa wa Njombe, tuna kikao cha ukoo mwezi wa 12 tarehe 4 uje. Una uchumi wa kumwambiaje? Yaani unamuhitaji katibu tawala wa mkoa anambia tuna kikao cha ukoo kwa sababu wewe tu umevaa suruali ni mwanaume. Uchumi ndio unaamua. Uchumi utakuheshimisha. Huna uchumi, huna kauli. Maskini anakuwa na kauli wapi? Uchumi ndio unaoamua. Kwa hiyo lazima tusomeshe watoto. Alafu muendelee kusimamia mfumo mpya wa ufuatiliaji na uwaji wa hoja za mdhibiti mkaguzi mkuu wa serikali. Alafu niwaombe muendelee na maandalizi ya uchaguzi mkuu. Kuna uchaguzi mkuu. Lakini la mwisho ambao nilisema tu nitalicomment kidogo, ni hapa mmezungumzia swala la upungufu wa watumishi. Hili Sanga niisha kueleza. Halmashauri ya Kidegembe inakata ngapi? 12 tu. Mapato yenu ni bilioni 4. Na mmekusanya milioni 120%. Watumishi wa Kidegembe, kada ipi ambayo hauna? Kwa mfano Sanga. Ni wachache tu kama 4 ambao hawajapata ukuu wa idara. Na sehemu nyingine Okay. Kwa sababu Afisa elimu yuko wapi? Yuko kwenye Ushumta. Una upungufu wa walimu wangapi? 321. Kwani halmashauri kama ingeamua vitu kama upungufu wa walimu, halmashauri upungufu wa walimu, mna vituo vingapi vya afya? DMO vituo 5. Watumishi wako upungufu Nao upungufu 177 hasa vituo 5 huku Kidegembe. Mna watoto wamesoma hizo fani za hivyo vituo vya afya. Si mnakaa tu wenyewe mnaamua kwamba tuweka hata mshahara wa shilingi 500. Hawa watoto wamesoma degree ya medicine, anakaa nyumbani tu. Anakaa nyumbani anaomba shilingi 500 kuweka MB afanye application ya ajira. Hivi halmashauri ina vituo 5. Si mnatangaza mnakuwa wabaguzi. Tumesema sio kwa ubaya. Halmashauri ya Njombe DC inatangaza ajira za manesi, wataalamu wa sekta hii kwenye afya, mshahara itakuwa ni shilingi 300. Maeneo ya kufanyia kazi ni kwenye maeneo fulani. Sifa mama awe ni mtoto anayetokana na maeneo hayo. Mmeweka, mnaajiri watoto wenu. Anakaa kwenye mkataba anafanya. Kuliko kaa nyumbani. Mnachukua hata wataalamu wa kilimo mnaangalia. Yaani halmashauri fikiria. Sasa hayo nimezungumza. Mawili ya mwisho. Baki Makambako ananisubiria. Mmoja nimemwambia dadangu hapa Judika Ras kwamba na kwa kushirikiana na CAG tujenge uwezo wa wakaguzi wetu wa ndani. Lakini la pili, tumezindua ilani ya uchaguzi juzi Dodoma. Ni vizuri timu zetu zikae mapema kuainisha ilani na halmashauri yako ni vitu gani vinazungumza.
Vitu gani vinazungumzwa kati ya ilani na halmashauri yako ili tuwe kwenye mpango. Tunapoanza maandalizi ya bajeti ya mwakani, tunajua kwenye ilani. Kwa mfano, ilani inataka miaka 5 inayokuja tuende na Tanzania yenye viwanda vidogo vidogo. Kwa tuanza kuangalia, nilikuwa naambia wenzenu nyie hapa Kidegembe mnaenda kujifunza usafi Moshi. Asa madiwani 12. Kwa nini msifikirie twende kwenye maonyesho ya viwanda China? Madiwani 12. Ninyi mnafanya kazi za benki ya CRDB, mnafanya kazi za benki ya NMB. Mna watu wengi huku. Mnaweka mpango kwamba sisi tuna hela yetu bilioni 1 ya 10%. Ni vizuri twende kwenye maonyesho kama ya Carton Fair, tukaangalia aina ya teknolojia ambazo tuwe tukaziweka hapa kwetu, vijana wetu wakatumia kwa ajili ya kuzalisha na halmashauri kupata pesa. Tukie mambo ya hivyo. Sasa Kidegembe unafikiria kwenda kutembelea halmashauri ya mwenzako. Kiposho cha shilingi 150,000 mtatoana roho. Kweli? Kiposho labda 150,000 na kibali kila siku mkuu wa mkoa anapigiwa simu, mkuu wa mkoa tuna barua yetu hapo, tunataka kwenda kutembea Mbalali. Bwana hebu tuachane nayo mambo. Kwa nini madiwani? Unasikia Sanga? Tukifika mahali kwa mfano nasema sisi tunaweza kwa sababu unajua nyinyi halmashauri yenu iko vizuri. Kwa mfano itajengwa barabara hii ya lami kwenda huko Morogoro. Alafu na barabara inapita kwenda Makambako. Unasema sisi tunataka tukatembelee labda Uholanzi. Kwa mfano, au tukatembelee Rwanda. Tuone wenzetu wanapovuna viazi mviringo huwa wanahifadhi vipi. Kwa mnaenda mnaangalia jinsi wakivuna wanahifadhi. Ili mkiona, mkija hapa mkijenga storage facility ya viazi mviringo, wananchi watakuwa wapate hasara. Baada ya kutoa shilingi 1,000 getini, mnakuwa na storage, mnakuwa na labda rekodi room kubwa. Viazi vinavuna kutoka Makete vinawekwa hapo. Kwa watu wa Dar es Salaam wao Makete wanachukulia hapo kwenu. Kwa sababu ni barabarani. Mnafanya compensation labda ya eka 10, mnajenga facility ya kuhifadhi viazi mviringo ili watu viazi visiuze kwa hasara. Sasa hizi gunia viazi mviringo shilingi 30,000. Vinauzea ardhini. Kwa mnatengeneza utaratibu wa hivyo. Mtakuja kujikuta ule mradi mnaweka sehemu ya kuweka viazi mviringo, malori, mnakaribisha watu binafsi wenye lifa za kuchukua kule vinakochimbwa, kitu chenye akili.